Sasa ukaguzi ule umebaini kuwepo kwa ukiukwaji mkubwa wa taratibu za udahili na usajili wa wanafunzi wa shahada ya kwanza hapa Chuo Kikuu Mwanza, ambapo chuo kimedahili na kusajili idadi kubwa ya wanafunzi mara 10 ya idadi iliyoidhinishwa na mamlaka ya urekebu kwa maana ya TCU kwa shahada ya udaktari wa binadamu kwa mwaka wa masomo 2025-2026. Kwa hiyo idadi hiyo ni kubwa kuliko uwezo wa chuo kimiundombinu ya kujifunzia na kufundishia, ikiwamo idadi ya walimu waliopo. Sasa maamuzi ya Tume ya Vyuo Vikuu kwa Chuo Kikuu Mwanza. Kutokana na ukiukwaji mkubwa wa taratibu za udahili na maelekezo ya tume, na kwa kuzingatia umuhimu wa kuwa na wahitimu wenye kukidhi viwango vya ubora wa elimu kitaifa, tume katika kikao chake cha 127, hiki kilikuwa ni kikao maalum kujadili tu hili swala, ambacho hiki kikao kilifanyika tarehe 28 Novemba 2025, yani siku ya Ijumaa. Tume imefanya maamuzi yafuatayo. Na haya ni maamuzi manne. Uamuzi wa kwanza, kusitisha kibali cha udahili na usajili wa wanafunzi wa mwaka wa kwanza kwa mwaka wa masomo 2025-2026. Tume imesitisha kibali cha udahili na usajili wa wanafunzi wa mwaka wa kwanza wa shahada ya udaktari wa binadamu kwa Chuo Kikuu Mwanza katika mwaka wa masomo 2025-2026. Usitishwaji huu unatokana na chuo husika kushindwa kuzingatia maelekezo ya tume kwa kudahili na kusajili idadi kubwa ya wanafunzi kuliko ile iliyoidhinishwa na kuchapishwa kwenye kitabu cha mwongozo wa udahili kwa mwaka wa masomo 2025-2026. Aidha, Chuo Kikuu Mwanza kilishindwa kufanya marekebisho ya idadi hiyo licha ya kupewa maelekezo ya kufanya hivyo na tume. Chuo hiki kitaendelea kutoa mafunzo kwa wanafunzi wengine wanaoendelea. Kuna wanafunzi wa mwaka wa pili na wanafunzi wa mwaka wa tatu. Wanafunzi tunaowazungumza ni wanafunzi wa mwaka wa kwanza. Eneo la pili au maamuzi ya pili ya tume, kutoa kibali kwa wanafunzi wote wa mwaka wa kwanza kuhamia vyuo vingine. Tume imetoa kibali cha kuwapa fursa wanafunzi wa mwaka wa kwanza waliodahiliwa kusajiliwa na kuripoti chuoni hapa. Wamedahiliwa, wamesajiliwa na wameripoti, wako hapa tunavyozungumza, kuomba kuhamia vyuo vingine vilivyoruhusiwa kudahili wanafunzi katika programu ya udaktari wa binadamu au programu nyingine watakazozipenda kwa mwaka wa masomo 2025-2026 au miaka inayofuata. Ninavyozungumza mimi kama katibu mtendaji nimeambatana na maofisa wangu na tuko katika kuratibu hilo zoezi mara tu baada ya kuzungumza na nyie. Maamuzi ya tatu, Chuo Kikuu Mwanza kiwataarifu wanafunzi na kuwasaidia kukamilisha taratibu za uhamisho. Chuo Kikuu Mwanza kimeelekezwa kuwataarifu wanafunzi husika kuwa chuo hakitatoa masomo kwa mwaka wa kwanza katika mwaka wa masomo 2025-2026 kutokana na kutokidhi taratibu za uendeshaji wa elimu ya chuo kikuu. Hivyo, chuo kinapaswa kuwasaidia wanafunzi hao kutafuta uhamisho kwenda vyuo vikuu vingine ambavyo viko tayari na vina uwezo wa kuwapokea wanafunzi husika. Tume inawaasa wanafunzi walioathirika na mabadiliko haya kuwa watulivu, kwa kuwa suala hili linashughulikiwa kwa kuzingatia maslahi mapana ya wanafunzi na jamii kwa ujumla. Tume kwa kushirikiana na Chuo Kikuu Mwanza pamoja na vyuo vitakavyowapokea wanafunzi husika itahakikisha kuwa mchakato wa uhamisho unatekelezwa kwa haraka na ufanisi. Maelekezo la 4 ni kwamba kuundwa kwa kamati timu ya wataalamu kuchunguza masuala ya kitaaluma katika Chuo Kikuu Mwanza. Ili tume iweze kuchukua hatua stahiki, ikiwamo kuhakikisha Chuo Kikuu Mwanza kinazingatia sheria, kanuni na taratibu za uendeshaji wa elimu ya chuo kikuu, tume imeunda kamati ya wataalamu kuchunguza mchakato mzima wa masuala ya kitaaluma chuoni hapa. Kamati hiyo itaanza kazi mara tu baada ya zoezi la uhamisho kukamilika.